Amen. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we exalt your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we exalt your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Takupa utukufu na heshima, twainua mikono yetu, twalisifu jina lako. Takupa utukufu na heshima, twainua mikono yetu, twalisifu jina lako. Wewe ni mkuu, watenda ajabu. Wewe ndiwe wa pekee. Wewe ndiwe wa pekee. Wewe ni mkuu, watenda ajabu. Wewe ndiwe wa pekee. Wewe ndiwe wa pekee. Basi tusimame tuheshimu neno la Mungu. First Kings 17 verse 1 to 16, but I will only read verse 7, then I read verse 14, and then verse 16. First King 17, 1 to 16, but I will only read verse 7, verse 14, and then verse 16. This is what the Bible says. If you are there with me, you can read. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. 14. For this is what the Lord, the God of Israel, says: the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sent the rain on the land. 16. For the jar of flour was not used up, and the jar of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Amen. Father, as we hear your word, speak to us and change our lives with a revelation, for that is our belief. In Jesus' name we pray. Amen. Help me turn to 4 or 3 people and ask them, where are the Elijahs of God? Ask them, wako wapi ma Elijahs wa Mungu? Wako wapi ma Elijahs wa Mungu? Where are the Elijahs of God? Wako wapi kina Elia wa Mungu? Wako wapi kina Elia wa Mungu? I have a very simple sermon given to me by the Holy Spirit entitled The Elijahs of God. I came today to bring light to somebody
I came to tell someone what God wants you to know and to practice, so quietly we may have our seats. Mahali ambapo tumesoma. Let me take you somewhere slowly. The Bible says, and there came a man called Elijah the Tishbe. Elijah Tishbe ni mtu ambaye alipokuja, Biblia haijataja baba yake ama mama yake, imesema tu alikuwa Mgileadi. Na alipokuja, unaposoma historia ya Wagileadi, unakuta wakati wa judges, wale ndio walikuwa watu ambao walitupatia judge ambaye alikuwa amekataliwa na watu wa kwao, alafu akakimbizwa, alafu wakamrudisha baadaye, na walipomrudisha baadaye alikuwa anaitwa Jephthah. Alikuwa Mgileadi. Sasa unapoenda kusikia Biblia inasema tu akaja Elijah Mtishbi ambaye alikuwa wa Mgileadi, na alipokuja hakukuja kwanza historia na mahabari, alikuja straight mara moja na akajulikana kwa mission yake. Mission yake ya kwanza ilikuwa kukutana na mfalme, na akaja akakutana na mfalme, na habari yake ya kwanza haikuwa habari nzuri. Alikuja akamwambia mfalme, Mungu ninakuja kukuambia kwamba wewe umeitesa Israeli, na kwa sababu umeitesa Israeli hapata kuwa na mvua muda wa miaka 3 na miezi 6 mpaka nitakaposema. Inamaanisha mimi Elijah nikifariki, nchi yako inakuwa jangwa. Halo? Kuna ngazi ambazo Mungu hupeleka watu ambapo wanakuwa, kwa Kiingereza wanaitwa principalities, ambapo wakiongea wanaongea kimungu. Naomba Mungu akupeleke ngazi za juu leo. Nasema mbingu zikupeleke ngazi za juu. Elia anakuja kwa ngazi ambayo ana threaten nchi mzima kuifanya kuwa desert. Anawaambia kwa miaka 3 miezi 6 hapata kuwa na mvua mpaka nitakaponena. Halo? Kwa neno langu, sio kwa neno la Mungu. Kwa neno langu mimi Elijah. Nataka nikuulize, watu wenye unaishi nao wanachukulia kama neno yako aje? Funga microphone zingine na kila kitu ninahubiri, mwache kunaria mahubiri. Au mnataka sana mimi niwaambie? Watu ambao unaongeaga nao wanakusikiaga aje? Wanakujua wewe ni wa mzao wa aina gani? Hata ukiwaambia kitu wanaichukulia ni hovyo, kwa sababu after all hakuna kitu unasemaga kile kinakuaga. Whatever you say hakiwezi kuwa. Ukisema north itakuwa south. Watu wameshakujua namna hiyo. Naomba leo Mungu akutoe kwa ngazi ya watu ambao hawaeleweki, akuweke mahali ambapo unaposema neno ni sharti iwe na uzito wake. Unapofanya kitu ni sharti kiwe na matunda yake. Kama unanisikia sema haleluya. Wako wapi Elijah wa Mungu ambao wakinena nchi inatetemeka, ambao wakiongea taifa inatii? Wewe hata rafiki yako huyo wa karibu anakujua yeye anachoka. Ukimwambia by the way, akikwambia kichwa inaniuma, unamwambia Mungu atakuponya. Mungu, wewe unasema Mungu. Kwa sababu wewe na Mungu mnakaaga opposite. Wako wapi Elijah wa Mungu ambao wakikwambia neno unajua hii itakuwa kwa neno lake ni sharti iwe? Naomba Mungu akupatie roho ya Elijah. Nasema Mungu akupatie roho ya Elijah, roho ya ujasiri wa maneno. Unapoongea hauongei hovyo, unaponena na lile unalinena linakuwa. Biblia inasema akamwambia mfalme ya kwamba kwa neno langu tu ndio mvua inaweza kunyesha. Kilichomweka mfalme moyo ni kwamba alijua kwa nyumba yake iko na manabii 850
ambao 400 ni wale wa Baali na 450 ni wa Ashera, ambao akirudi watavunja neno ya mtu mmoja. Kumbe kuna mtu mmoja ambaye anabeba wengi. Naomba neno yako iwe neno ya jeshi. Unapoongea hata neno yako ibebe nguvu. Ndio kwa maana Yesu akauliza, alipoona Petro anatoa kampanga akikata mtu sikio, Yesu akamwambia, rudisha mpanga wako nyuma wewe Petro, wewe sikiza nikuulize, unafikiria ninakosa wa kunipigania? Nikitaka naweza kuambia baba anitumie legion. Halo? Anitumie legion. Kwa kila mmoja wenu apate legion wenye watamchunga tu hapa, waache kupigana. Which means nina uwezo ya kunena neno, na neno yangu moja inabeba watu 6,000. Tata legion. Halo? Neno yangu moja inabeba watu 6,000. So anaweza kutuma malaika wake waje na wapigane. Listen. The question is, neno yangu inabeba vitu ngapi? Hata pepo tu ya shilingi 2 ukikemea na kungangia tu hapo na inakukatalia, inaonekana tu live. Pepo toka sitoki. Paka wewe unaanza kuinego, unaanza kujifanya. Okay, kaa. Sio tunaionea huruma, unaogopa isipaidishi. Naomba leo nguvu zije juu yako. Nasema nguvu zije juu yako. Nasema nguvu zije juu yako. Bwana anatafuta Elijah, watu ambao wakinena wamenena, watu ambao wakiongea wanaongea, watu ambao wakiomba mbingu zinasikia, wakinena duniani vitu vinatii. Naomba kutoka leo maneno ya kinywa yako ibebe utisho. Wakati unapoongea, acha kila kitu itii na ikuogope. Kama unamsikia sema haleluya. Unaongea maneno mengine hayana nguvu kwa sababu hayabebi utisho. Leo ninatangaza kwa nguvu za jina la Yesu Kristo ya kwamba kutoka leo kinywa chako kitazaa maneno ya nguvu ya utisho. Unaponena watu wanasikia, hapa Mungu anaongea. Kama unaamini sema haleluya. Yuko wapi Elijah ambaye akiongea maneno machache mfalme anasikiza, na baada ya kusikiza haana cha kufanya? Biblia inasema Elijah alipotoka hapo, ukienda soma chapter ya kufuata, Biblia inasema mfalme alianza kutuma watu katika kila nchi, na anaandika na waambia atakapata Elijah amulete. Anawatuma kwa kiapo waende watafute Elijah, kwa sababu mfalme anajua Elijah alisema mvua inaweza tu kunyesha kwa neno lake. Wewe hata mende haiwezi kufa kwa neno lako. Hata panya. Kila mtu mwenye unaweza ambia nimesema hivi, nimeamurisha kwa neno langu, anajiuliza wewe una neno? Baada ya ibada ya leo, kwa neno lako mambo yafanyike. Nasema kwa neno lako mambo yafanyike. Nasema kwa neno lako mambo yafanyike. Lakini sikiza, huyu jamaa mwenye amesema kwa neno lake, alipomaliza Biblia inasema neno la Mungu likamjia Elijah. Kumbe nguvu zinazofanya Elijah aseme kwa neno lake ni kwa sababu kuna neno la Mungu. Kinachokufanya usiwe na nguvu kwa neno lako ni kwa sababu unaenda bila neno la Mungu. Unapoanza safari na neno la Mungu, neno lako linakuwa ni neno la Mungu. Naomba leo mbingu zifungue masikio yako uanze kusikia neno la Mungu. Unajua kuna watu wanakaa hapa kwa sababu Sunday after all ni sharti niende kanisani, lakini hajakuja kusikiza Mungu, hajakuja kusema Mungu ninataka kwenda viwango fulani. Nilikomaa kiroho kwa sababu kila injili niliyoisikia niliijaribu, na nikisikia injili hii inakaa ni kama ambao unaweza kunipeleka viwango, nililoliambiwa kulifanya nililifanya. Hello. Biblia inasema wana wa Berea walisikiza injili kanisani, lakini waliporudi nyumbani waliichambua, wakaangalia walifunzwa nini. Lakini nikisema wana wa BMI wanasikiza injili kanisani na wanaiacha kanisani, wanaenda nyumbani, wanaikujia tena Sunday.
Mungu watasikiza neno na watapractice neno. Unapoondoka hapa unalolisikia kwenda ukapractice. Kama unaniamini sema amen. Kama unanisikia sema amen. Unaenda mahali popote pale unaenda, tia neno kwa kazi. Biblia inasema neno la Mungu likamjia Elijah, likamwambia ondoka kwenda mpaka. Hiyo ni kitabu cha Kiswahili. Is there anyone with a Swahili Bible? Just open the same, even if it is English, just open the same chapter. Read from verse 3. 17:3. Just read. This is what the word of the Lord says. 1 Kings 17 from verse 3. Get away from here and turn eastward. That's the word of God. It starts from 2 for them to hear. Then the word of the Lord came. Then the word of the Lord came. Why the word of the Lord? Because that's what is giving him guidance. I came to tell somebody, if you want to perform like Elijah, you must be guided not by provision of God, but by the word of God. Many of us, we are only here following God because we want him to provide. But we are not ready to follow his word. I came to tell you, God's people, they are not guided by God's supply. They are guided by God's word. The word of God came and said, get away from here and turn eastward. Get away from here and turn northward. Eastward. Eastward. Kumbe kulikuwa specific instructions. Wengi wetu tumeshindwa kuepukana na vitu vinavyotukumba kwa sababu Mungu anaposema geuka kuume, tunageuka kushoto. Mungu anaposema fanya hivi, unafanya kingine. Kuna kasauti kingine kanakuwa kanakwambia na nini itakuhakikishia ni Mungu. Jo akisema enda huko, unaenda huko. Rafiki yangu mwingine wakamwambia, Mungu amesema uachane na kikundi ya marafiki ambao uko nao. Akasema kwa sababu sio nyinyi imewauma. As we are talking right now, one day he was going for a picnic somewhere with that team. They had an accident. All of them survived. Yeye tu ndio mwenye alikatika miguu yote mbele. None of them, including the girlfriend. The girlfriend went to the hospital. Wakati wanamwambia ndio huyo hapo. Akasema mimi sijawahi kuwa na mpango ya kuoleka na mlemavu. That was the end. Nikimwangalia leo na mwangalia kwa uso, namwambia ulisemaga tumekusikilia wewe. Hapo ndio mahali wewe yetu ilikufikisha. When God says eastward, go eastward. Mungu akisema nenda hivi, nenda hivyo. Inua mkono wako kuume useme Bwana Yesu, nataka kusikia sauti yako. Nimechoka kujiongoza. Endelea man of God. And hide by the brook Cherith. And hide. Can you imagine a man who was able to face the king and now the same voice is saying go and hide? People of God, kuna wakati ya kujichocha, kuna wakati ya kunyamaza. Huyu Elijah amejichocha mbele ya mfalme. Huyu Elijah anamwambia kwenda ujifiche sasa. Ukiendelea kujichocha watakata kichwa. Halo. Wewe. Wakati wa kunyamaza unaongea. Wakati wa kuongea unanyamaza. Leo ninaomba mbingu zikuongoze. Sauti ya Mungu ije kwako. Ujue nini unafaa kufanya kwa wakati gani. Ujue mahali ambapo unafaa kuwa kwa muda fulani. Kama unaamini sema haleluya. Which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink from the brook. Utakapoenda huko utakunywa maji. Brook ni nini kwa Kiswahili? Aste. Tuambie tu inasema nini kwa Kiswahili? 4. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wa kijito. Asante. Kijito ndio brook. Hiyo ndio tulikuwa tunatafuta. Sema kijito. Guy. Okay. Mkisikia sijui kijito. Utakapoenda huko mashariki utakunywa maji ya kijito.
hicho ambacho nimekuambia, lakini nimeamuru, nataka usikize maneno vizuri, nimeamuru kunguru akulishe mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Maana kwa unaweza kukaa, nasikia Kiswahili upako inashuka. Nataka unielewe kidogo. Mungu hajaamuru kijito kitoe maji. Kijito kilikuwa kikitoa maji. Lakini anachokiamuru ni kunguru. Unajua kunguru? Kunguru ni yule mnyama ambaye anakuwa black na ka white hapa. Huyo mnyama anapenda mkate sana. Anapenda kuiba nyama sana. Lakini Mungu ameamuru kunguru asile mkate na asiibe nyama, akuletee. Natangaza leo Mungu aamuru makunguru. Kunguru wengi waamurishwe leo. Nasema kila kunguru ambao imekaa kwa maisha, mkate ambao unafaa kukufikia wamezoea kuiba, leo waamurishwe kwa jina la Yesu. Mungu ameamurisha kunguru. Kunguru, rafiki yangu, kunguru na mkate. Siku moja mtu anaitwa Noah alifanya mistake ya kutuma kunguru aende aangalie kama mji umekauka. Biblia inasema kunguru mjinga hakurudi, akaanza kula mizoga ya watu. Kama kunguru anakula nyama ya mfu, inamfanya ashindwe kurudi kwa safina. Anaweza kukufikishia nyama imepigwa kweli? Naomba Mungu aamurishe kunguru leo. Nasema naomba Mungu aamurishe kunguru leo. Unajua kuna wanaume wengine ni kunguru. Mwanaume anakupeleka out na iko na 200 bob na anataka akuchakulie chochote utakula. Kunguru. Baba mwingine alikuwa anahesabia mtu wake nyama kwa sufuria. Na hesabu. Kunguru. Umepeana chakula ya kununua chakula mwezi mzima. Lakini hiyo chakula hawezi hata kulika wiki moja. Na unaanza kuwa mkali. Sisi niwaambia kama unasema hakuna chumvi, kunguru. Bwana waamurishe leo. Hakuna shida kaka yangu kama uanguke kwa dada kunguru. Kianguka kwa dada kunguru, anakula yake na yako. Unampeleka out ana attack. Kunguru. Bado mngali kwa supu amesha order. Unatoka hapo amesha order. Bado unashangaa hizi order zitaisha siku gani? Kunguru. Hajali mfuko wako. Anaamurisha leo akuletee mkate. Amen. Anyway, so kunguru ndiye Mungu anaamurisha apelekee Elijah mkate na nyama asubuhi na jioni. Wale ambao wanasikizaga sauti ya Mungu, Mungu anawanyang'anyiaga mahali ambapo hawawezi kunyang'anyiwa. Mahali ambapo walifaa kunyimwa ndio mahali wanapewa. Naomba mbingu ikunyang'anyie mahali usingelitarajia. Nasema mbingu ikunyang'anyie mahali usipotarajia. Kunguru ambaye anafaa kula mkate anakuletea mkate. Umeshaona mtu anakupea, ukiangalia wewe mwenye anakupea, yeye mwenyewe anahitaji, lakini ameshurutishwa na Mungu akupee. Kwa sababu wanaotembea na Mungu, Biblia inasema Mungu hufanya hata maadui zao kuwa na amani na wao. Elijah, as long as alisikia sauti ya Mungu, chochote kile ambacho Mungu ataamurisha, atakiamurisha tu. Mahali pote maisha yako yamekuwa na hukumu, naomba leo Mungu aamurishe kitu, ifanye kitu. Kuna watu kwa familia yako ni maankozi, makunguru. Ukiwaambia ninahitaji hiki, wanakwambia hata sisi tuko na shida. Na unaangalia mwenyewe kuna shida kitambi kubwa hivi.
ameshajijenga lakini hataki kusaidia. Anakuambia wako na shida. Nikaenda kuomba anko yangu mwingine aninunulie hata wakati fulani. Nikimwambia akaniambia nitaongea na baba yako. Nikajiuliza sasa baba yangu na kiatu wanaingiliana wapi, na niko na historia mimi na baba yangu. Baba yangu alikuwa ananiambia viatu vingine mbovu. Sasa akiongea na baba anaweza ona hiyo pesa inisaidie kwa mambo mengine ya kifamilia, anibariki na kiatu. Kunguru. Halo. Mahali pale ambapo haukuwa unatarajia muujiza, baada ya ibada hii muujiza wako utoke hapo. Mahali pale ambapo haukuwa unatarajia mafanikio, baada ya ibada hii mafanikio yako yatoke hapo. Mahali pale ambapo moyo wako unaweza kudoubt, wakikwambia kitu itafanyika hapo ndio kitu ifanyikie kwa jina la Yesu. Kuna mtu akikwambia atakusaidia, roho yako inajua huyo hautawahi saidika. Wale leo Mungu awaguze usiku wa leo. Nasema Mungu awaguze usiku wa leo. Wale ambao haukuwa unatarajia watakutetea, wakutetee kwa jina la Yesu. Wale ambao haukuwa unatarajia watakuongelea vizuri, wakuongelee vizuri kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema haleluya. Bwana amurishe kunguru leo. Kijito kitatoa maji kenyewe. Utakunywa maji kwa kijito, lakini nitaamurisha kunguru. Sasa nikupatie utofauti ni nini? Lile ambalo Bwana hajaamurisha linaweza kukauka, lakini ambalo ameamurisha halitawahi kauka, kwa sababu hajaamurisha kijito kutoa maji, bali yale ni maji yenye yanatoka naturally, kwa muda yatakauka. Lakini kunguru ambaye ameamurishwa hawezi hata kuacha kumpa mkate. Kunguru akikataa kuleta mkate, mwingine ataamurishwa. Sikiza. Biblia inasema nini? Soma 5. Basi akaenda akafanya kama vile alivyoambiwa na akili zake. Kama vile alivyoambiwa na Bwana. Kwa kuwa kaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi. Kinachokabili Yordani. That word Kerith kwa Kiebrania, it's a word which means cut off. You have been cut off. Lakini mahali yenyewe unakaa ni kama umekatwa, ndio mahali tena Bwana amekwambia uende ujifichie hapo mbali na nyuso za wingi, na akajificha hapo. Naendelea, Biblia inasema 6. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi. Kunguru wakamletea. Maana yake kunguru wote wa hiyo mji wakaamrishwa kuwa na loyalty, kuwa na upole ya kutokuiba siku hizi, walete. Nafungua milango yako yote kwa jina la Yesu. Wote wenye wanahusika na hiyo budget yenye iko naendelea karibu yako, waamrishwe siku ya leo. Wote wenye wanaamrishwa na hiyo kazi yenye uko unatafuta, waamrishwe siku ya leo. Wale wote ambao wanafaa kuachilia biashara yako, waamrishwe siku ya leo. Kunguru wakaamrishwa kumletea mkate asubuhi na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya nini? Ya kile kijito. Sikiza mahali mambo yataharibikia. Soma 7. Ikawa baada ya siku kupita. Baada ya kujienjoy. Let me tell you this, people of God. Baada ya siku kupita na maanisha kuna wakati Mungu anafungua provision na mpaka tunasahau ya kwamba ni sauti ya Mungu ndio inatuongozaga. Tunafikiria hivyo ndio mambo yanafaa kuwa. Hakuna shida kama kwa maisha yako uanze kuzoea pato ya Mungu kuliko Mungu. Uanze kuzoea provision ya Mungu kuliko Mungu.
tuanze kufikiria this is how things are supposed to be. We are supposed to be enjoying, we are supposed to be driving, we are supposed to be sleeping without any problem. Unasahau kama kuna wakati ulikuwa na shida ambazo hazingekuruhusu kulala. Nataka nikuambie siri mtoto wangu, Biblia inasema kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba mtakapoingia katika nchi ya Kanaani msisahau Mungu wenu, kwa maana ni yeye ndiye aliwafanya matajiri. Halo, shida sio kuwa tajiri. Usikae mama, tunasoma na wewe kwa mpole. Utasikia vile nasikiaga, mimi nasimamaga hiyo yote unakaa. Shida sio kuwa mtajiri. Shida ni kumsahau aliyekufanya mtajiri. Wengi wetu tumekosa mafanikio kwa sababu tulipoyaona, tuliyashika, tukasahau Mungu aliyeyaleta. Baada ya muda kijito kitakauka. Acha nikwambie kitu mtoto wa Mungu. Aliyeleta shida ya kusahau Mungu na kuangalia vitu ni babu yetu aliitwa Adamu. Sema Adamu. Biblia inasema Mungu akaletea Adamu usingizi mzito, alafu Mungu akamutoa Adamu ubavu, akamuumba Eva, na Adamu alipoamuka, pahali amwambie Mungu asante, akaanza kumsifu Eva. Can you imagine? God has made a wife for you. Instead of saying thank you for this beautiful gift you have given me, Adamu akikumbuki Mungu tena, kinakuwa hii ndio nyama yangu, mifupa ya mifupa yangu. Adamu, hii mifupa yako ulikuwa nayo, si Mungu amekufanyia. Angalia jirani yako, mwambie wacha kusifu vitu, anza kushukuru Mungu. Kama unanisikia, patia Bwana makofi mazuri. Wacha kusifu vitu. Adamu kikaangalia Eva, nafikiri kikamzungusha. Unajua kuna unaweza kukutumia lakini umekauka sana, hawezi kwa hiyo. Nafikiri kikamzungusha. Kikasema, huyu ni nyama yangu. Unajua Eva hakuwa mkonde. Hakuna vile Adamu angesema nyama yangu na ni mkonde. Huyu ni nyama yangu. Mifupa ilikuwa hivyo kubwa. Mifupa ya mifupa yangu. Na kikampea jina. Kwa sababu ya hiyo ataitwa mwanamke. Adamu, Mungu ndiye amemkupea. Siwaambia Mungu kwanza asante. Wengi wetu ni maadamu hapa. Mungu asifungue tu mlango. Unajua mimi nilikuwa najua ya kwamba na hii kazi nitalipa shule, nitasomesha watoto, kwanza siku nilipata hiyo degree. Nilijua tu hiyo degree yangu italipia kazi. Wewe unajua ngapi wako na PhDs na hawana kazi? Geuka mwambie Mungu asante. Nasema kila wakati unapoona kitu inafanyika, kumbuka aliyekupea kitu, usiangalie kitu. Pastor Action anaanza kuambia, you know, I knew that I am a good preacher and I'm a good pastor. So I knew BMI will be marvelous. Marvelous. Do you know how many churches are well structured than this? Yet they're still struggling. It is God who gives you, not your ability, not your mind. Always learn to turn back to Him and say, thank you. Lift up both hands before the Lord and say, Father, I thank you. Say, Father, I thank you for who I am. Give Him a wonderful clap. Biblia inaniambia baada ya muda, ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika. Kijito kikafanya nini? Kikakatika. Kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Ni nani alisimamisha mvua? Kwa neno alisimamisha, na kijito kimekauka kwa sababu mvua haikunyesha. Sasa na atakula alichokipanda. Ni yeye
Yeye alisimamisha mvua, kijito chake kimekauka, lakini bado kunguru aliamrishwa na Mungu anafanya nini? Analeta mkate kila wakati. Na Mungu akaangalia akasema, hapo sasa Elijah utajua ya kwamba kwa neno lako unaweza kusimamisha mvua na hiyo neno yako ikutesi, lakini kwa neno langu utaishi. Kwa uwezo wa nabii anaweza kusimamisha mvua na itatii, lakini pia naye atatembea kwa dry land. Kwa hivyo baada ya kuwa kwa dry land atahitaji bado neno na katika yote Mungu anabaki Mungu. Nilimwambia ni nini ilifanya Petro anataka kuzama, sio kwa sababu ya kitu kingine. Yesu alitaka tu kuwe tofauti kati yake yeye na Petro. Yesu alitaka Mungu abaki Mungu na mtu abaki mtu. Kuna limit. Petro ni mtu, kuna mahali atafika anakwama. Yesu ni Mungu, hakwami. Sasa nataka kukuibia siri, mtoto wa Mungu, utakapofika mahali utu umechoka, kumbuka kuna Mungu asiyechoka. Haleluya. Kijito kimekauka. Ingekuwa ni wewe, ungeomba maombi mara moja. Nikurudi kwa Ahabu kumwambia, kwa sababu hata mimi nimekosa maji ya kunywa, kwa neno langu mvua inyeshe. Lakini waliosikiza sauti ya Mungu, hata wakati kijito kinakauka, bado wanasikiza sauti inasema nini. Kwa sababu hawajaitwa na kijito, wameitwa na Mungu wa kijito. Kijito kinaweza kukauka, lakini Mungu wa vijito hajakauka. Nimekuja kutangazia mtu, kitu ya maisha yako inaweza kuwa imeenda vibaya, lakini Mungu wa maisha hajaenda vibaya. Mungu anapanga bado kitu ambacho wewe hauwezi kuwa unaelewa. Yamkini tu usikize yeye. Mungu akamwambia nini? Nane. Neno la nani? La Elijah limeisha nguvu sasa. Lake lilisimamisha mvua, mvua imefanya kijito kimekauka, nguvu imeisha. Atadrely sasa kwa neno la nani? La Bwana, kwa sababu uweza wake umeisha. Kuna mahali utafika, mtoto wa Mungu, akili zako zinaisha. Usikate tamaa, jua juu ya akili zako kuna akili za Mungu. Biblia inasema kwa kitabu cha Isaya 55 ya kwamba vile mbingu zilivyo juu zaidi kuliko nchi, ndivyo akili za Mungu ziko juu zaidi kuliko akili za watu. Naomba akili za Mungu ziongee kwako leo. Mahali akili zako zimechoka, naomba akili za Mungu ziongee kwako leo. Mahali ujuzi wako umechoka, naomba ujuzi wa Mungu uongee kwako leo. Mahali ufahamu wako umefika mwisho, naomba ufahamu wa Mungu uongee kwako leo. Kama unaamini sema haleluya. Neno la Mungu likamwambia, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serapta, ulio mji wa Sidoni. Kumbe ya kwanza nilikutuma kwa kijito kimekauka. Mimi nilikutuma, nitakutuma tena. Halo wewe, Mungu anakuambia fungua duka, unafungua. Baada ya siku mbili unaona duka inatoka, vitu vinatoka kwa vitu vilikuwa 10 zimeanza bakia 2. Unaanza kupigania, unaanza kung'ang'ania, inabaki 1. Unasema hapana Mungu, nafikiri hii itafunga. Nani alikupea ruhusa ufungue? Kama hajakwambia ufunge, na nikuibia siri, mtoto wa Mungu, Mungu haanzaji kenye hata kamiliza. Hata ikibaki empty, kama ni ya Mungu itaamuka. Hata ikifika mahali unaanza kuona ni kama utachukua nguo zako kutoka kwa nyumba upeleke kwa duka, kama ni ya Mungu itaamuka. Hata ikifika mahali unaanza kujiona ni kama wewe mwenyewe utakuwa customer wako, kama ni ya Mungu kuamuka itaamuka. Natangaza leo, usikate tamaa. Kijito kinaweza kukauka, lakini mbingu hazijakauka. Mvua inaweza kosekana, lakini Mungu wa mvua bado yuko. Nimekuja kukutangazia, utakapotoka hapa atakutuma Serapta. Kijito ndicho kimekauka, lakini ana mpango mwingine. Kama mwanadamu, na ndiye mwanadamu anaweza kuwa na plan B. Wewe unafikiria Mungu nini?
Uzuri ya Mungu sio plan B. Ni maendelezo tu ya plan A. Hello. Sikiza nikwambie siri mtoto wa Mungu. Mungu anapokuita, anakufunuliaga ngazi yenye utaelewa kwa hiyo muda. Mpaka ufike kwa maturity fulani ndio anafunua ngazi nyingine. Alipoambia wana wa Israeli endeni, aliwaambia na watu wapi? Kanaani. Katika nchi yenye inajaa nini? Maziwa na asali. Wote walivuka mto wakijua wanaenda kwa nchi ya maziwa na asali. Walipovuka mto, Mungu anajua hawana tena mahali ya kurudi isipokuwa yeye afungue mto. Akawaambia mahali mnaenda ni mji ambao ina kabila 7. Kuna Wahiti, kuna sijui Wahamori, kuna Waamote, kuna Wanani. Wote wanasema tulikuwa tunaenda kwa vita. Maziwa na asali ni vita. Halo. Mpaka siku yenye wanaenda kuangalia wanakutana, wale watu ni giant, wanaanza kuogopa. Kwa nini? Mungu hasingeliwafunulia vita watakavyovikutana Kanaani mpaka wafikishe ngazi ya kukomaa kuelewa vita. Don't force God to open to you the secret of tomorrow. You will run away. Wewe tu endelea, ukifika kesho utakuwa umekuwa na masosi ya kesho. Tembea tu. Yale ambayo amekuonyesha yanatosha kwa leo. Kama unamsikia sema amen. Kama unamsikia sema amen. Hallelujah. Mungu akaendelea kufunulia Elijah. Elijah alikuwa anajua hii kijito kitatoa maji kwa muda wa miaka 3 na miezi 6 kikakauka. Nafikiri Elijah alifika alipoona maji yanaanza baki ndogo ndogo, nafikiri alisimama akasema, Mungu, ni kwa hii kijito ulinituma ama kuna kijito kingine sikuona? No, ni hapa alikutuma lakini imeanza kukauka. Mtoto wa Mungu, sikiza nikwambie siri. Kuna wakati Mungu anaweza kuwa akibariki watu, unasikia tu akishuhudia au hujashuhudia. Kijito chako kikikauka haijamaanisha Mungu amekauka. Ana mpango na wewe. Nasema ana mpango na wewe. Ni kijito kimekauka, sio Mungu amekauka. Some of us we are going through a dry land. Niliwaambia hakuna shida kama wakati unajaribu kujionyesha na kijito kimekauka. Kijito kikikauka mambo ni magumu. Mungu akamwambia, ukae huko. Uende wapi? Ondoka uende Serapta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Cha mshangao hapa utaelewa kitu moja, mtoto wa Mungu. Mungu anasema amefanya nini? Amemwagiza. Na pia mbele alituambia aliagiza kunguru. Elijah atakapoenda, anaendelea kusoma, Elijah atakapoenda kukutana na huyo mama, atakutana huyo mama ajua hana taagizo yoyote. Can you imagine? Mungu anasema amemwagiza na huyo mama hana hata. Watoto wa Mungu, wale ambao Mungu amekwambia watakupa, hawajaambiwa na Mungu. Ni imani yako ndio itawafanya wasikie Mungu. Mungu anaambia baba yangu wa kiroho, mzee Andrea, ondoka enda mji unaitwa Uvira. Akiandaa harusi ya msichana wake wa kwanza, Mungu anamwambia ondoka mji unaitwa Uvira, nimeandaa mtu ambaye atakupea ng'ombe wote ambao watatumia kwa sherehe ya harusi ya mtoto wako. Sherehe ya mtoto wako nimeandaa mtu na akampea jina. Kaambia kwenda kwa huyo mtu atakupea. Andrea akaenda akafika. Hajui mtu ambaye ametuma kwake. Alipofika akauliza, mtu fulani mnamjua? Wakamwambia, mzee una shida. Wewe umesema wewe ni mtu wa Mungu, muombaji. Mungu amekutuma kwa mtu ambaye yuko na wake 13. Na huyo mtu kwa wake 13 ni mtu mbaya sana, hataki mchezo. Mzee akamwambia, mtanisaidia kumuona? Akamwambia, wewe utajisaidia, tutakuonyesha tu. Utajisaidia. Akaenda akaingia kwa magoti kwa muda wa siku 3 akiombea Mungu, kumwambia, Baba nimefika lakini nimewekwa woga. Umenituma ni Mungu ambaye nimesema kwenda, sasa muda imefika kwenda.
Akaenda asubuhi, akafika kwa geti, anapiga hodi, akamfungulia, akamwambia wewe ni nani? Akasema mimi ni mtumishi wa Mungu. Wewe watumishi wa Mungu wakojaje hapa? Akasema mwende mwambie mzee ninataka kumuona. Walipoenda kuambia mzee anataka kumuona, wakamketisha mahali. Mzee akaja na hasira. Akamuuliza kijana, unanijua? Akamwambia sikujui mzee, lakini Mungu ananituma nikwambie uko na mzigo wangu wa kunipea mimi. You have something for me. Mzee akamuuliza unatoka wapi? Akamwambia nimetoka Tubindi, Mungu amenituma kwako. Mzee akamwangalia hivi akamwambia ngojea hapo. Watu wakasema basi unakufa. Akaenda akaita mke wake wa 13. Akamwambia kuja. Akamwambia keti hapa. Akaketi. Akamuuliza saa 10 za asubuhi uliponiona nimeanguka nimeshtuka, ukaniuliza ni nini? Nilikueleza nini? Akaniambia uliniambia umeota mtu amekuja amekwambia kuna mtu nitakutumia leo na lolote atakalokuambia anahitaji Mungu. Akamwambia huyo mtu huyo. Akamwambia toka nje uchukue kila kitu unataka wakupee uende ufanye kenye Mungu wako alisema. Si kwamba ameokoka na sio kwamba mzee amemuongoza kwa Kristo. Amemwacha vivyo hivyo anakuaga na wake zake 13. Yeye alikuja tu kuchukua. Mungu akisema atakunyang'anyia, anaweza nyang'anya mahali anataka. Nasema Mungu akunyang'anyie leo. Nasema mbingu zikunyang'anyie leo. Wale ambao wanabeba ambacho Mungu ameandaa kwako, Mungu akukutanishe nao. Nasema mbingu zikukutanishe nao. Mungu akamwambia nimeandaa mwanamke, lakini cha kushangaza mjane. Nimeandaa mwanamke, lakini mjane. Usijiangalie jinsi ulivyo. Kama Mungu amekuandaa kwa kizazi hiki, amekuandaa. Ataacha wale ambao wanaenea na kufaa, akuandae wewe. Nimeandaa mwanamke lakini ni mjane, haijalishi status yake. Kama Mungu amemwandaa, amemwandaa. Naomba mbingu zikuandae with all kind of things you are going through. May heaven prepare you for this generation. Kama unanisikia sema haleluya. Elijah anaenda. Sikiza sasa, tusomee hapo haraka. 10 Basi akaondoka akaenda Serapta. Alipofika Serapta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni. Alikuwa ameandaa okote kuni, sio kuandaliwa ampatie kenye anahitaji. Akamwita, akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kuni. Ngoja hapa nikupe ufunuo. Ni nini imefanya Elijah amekimbia mahali ametoka? Kwa sababu kijito kimekauka. Kwa hivyo shida ya Elijah ni nini? Maji ndiyo shida ya Elijah. Alipoambia huyu mwanamke niletee maji, Biblia inasema nini? Alipokuwa akienda kuleta maji, maana yake maji sio shida. Naomba Mungu akukutanishe na mtu mwenye anabeba kenye unahitaji. Naomba mbingu zikufanye ukutane na yule ambaye anabeba kenye wewe unahitaji. Elijah anachokihitaji, huyu mama anacho. Hello? Elijah anahitaji maji. Na huyu mama alipoambiwa maji, aliangalia kwa akili zake akaona wengine wanaweza kuwa na shida ya maji, lakini mimi sina shida ya maji. Kama ni maji unahitaji mzee, umepata suluhisho. Biblia inasema Mungu alikuwa ameandaa mtu ambaye ataokoa nafasi ya kijito, sio nafasi ya kunguru. Ambacho Mungu ameandaa ni cha kuokoa nafasi ya kijito, kwa sababu ndio mahali ameenda short. He is running short of water, not of food. Kwa hivyo mbingu zimeandaa mwanamke ambaye hana shida na maji. Naomba mbingu ziandae
yule ambaye atafanya kijito chako ukisahau. Kijito kilichokauka, Mungu akukutanishe na yule atakufanya ukisahau. Nasema kijito kilichokauka, Mungu akukutanishe na yule ambaye atakufanya ukisahau. Some of you, your relationships ni vijito vilikauka. Akiwa ngalike na jiweka kamoyo, I know she will look for me. She will look for you. James amepita naye. Utaona ring. Watakutumia ka video kwa status, unajua status. Wakimwambia will you marry me? Ndio unajua kumbe hata kungoja. Amepita. Naomba Mungu ashangaze vijito vilivyokauka. Nasema Mungu ashangaze vijito vilivyokauka. Nasema Mungu ashangaze vijito vilivyokauka. Hiyo kazi walikunyima, wangali wanafikiria wanakunyima nayo, kumbe umepata nzuri kuliko hiyo. Mungu ashangaze vijito vilivyokauka. Nasema mbingu zishangaze vijito vilivyokauka kwa maisha yako. Mungu afanye mjane wa Serapta awe bila shida ya maji. Kwenda uniletee maji, mwanamke anakimbia kuleta maji. Maji si shida baba. Sasa sikiza kwenye mambo yataharibikia. Akafikiria huyu mwanamke anabeba nguvu ya kijito na nguvu ya kunguru. Akamwambia na uniletee mkate. Mwanamke akageuka akamwambia hata maji haupewi tena. Baba, sina mkate. Sikiza tampigie siri. Kwa nini Mungu aliandaa mwanamke wa Serapta? Kwa sababu kwa uwezo wa mwanamke wa Serapta alikuwa na uwezo ya kupata kile ambacho Elijah anahitaji, ambacho ni maji. Na kwa nguvu za Elijah alikuwa na kitu huyu mwanamke anahitaji, ambayo ni pato ya mkate. Kwa hivyo Elijah alimwachilia nguvu za mkate, mwanamke akamwachilia nguvu za maji, wakamaliza maisha ya miaka 3 miezi 6. Inamaanisha unapoenda katika njia za Mungu, Mungu anakukutanisha na mtu ambaye anakuhitaji, lakini pia na wewe unamuhitaji. Ninaomba mbingu zikukutanishe na mtu ambaye mnahitajiana, ambaye atakuongezea na wewe unamuongezea. Mbingu zikukutanishe na watu ambao mtajengana, watu ambao wakikupa na wewe unawapa, sio watu ambao wanakunyonya tu. Unajua kuna marafiki wengine ni murithi, kazi yao kukunyonya tu. Mkiwa na wao kukunyonya tu. Mkiingia kwa mati unalipa. Ukishuka wanatarajia walipie na boda. Wewe utajishughulikia mengine. Tunaenda out, yako tu ni kuoda, lakini yangu kulipa. Wewe kila wakati tukiwa na wewe tu ni kupewa tu. Kupewa tu, kunyonya tu. Angalia jirani yako mwambie huyo sio wewe. Huwezi kuguswa. Hakuna hata kasauti kanaweza kukugusa. Ibada ikiisha hapa, utaona wengine tu wakichomoka tu wakiishia. Kwa nini hawezi baki kando? Nibaki kando waniombe. Nibaki heri ya mtu ananiambia hana fare. Mungu akukutanishe na watu ambao mtasaidiana. Unapowapa nao wanakupea. Wawe na lile ambalo unalihitaji na wewe uwe na lile ambalo wanalihitaji. Kama unanisikia sema haleluya. Mungu akukutanishe na watu ambao wako na lile unalihitaji. Pia na wewe uwe na lile ambalo wanalihitaji. Mtoto wa Mungu. Huyu mama alikuwa na hitaji ya Elijah, ilikuwa maji. Lakini hitaji ya huyu mama, nataka nikupeleke kwa mafunuo ya juu kidogo. Huyu mama alijibu Elijah nini? Ili kwamba nipatie mafunuo na nikuombea uende. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, "Niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako." 12 naye akasema, "Kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe."
Hiyo simamia tu hapo. Nataka kupatia mtu mafunuo alafu nikuombee. Ninaingia kuokota kuni nikajipikie mimi na mwanangu ili kwamba tule alafu huyu mama angaliachia mahali ya kusema sina mkate, Elijah angempea mkate peke yake. Lakini matamshi ya huyu mama yalionyesha mahali kukata tamaa yake ilikuwa imefika. Alikuwa amefika mahali ya kuamini ya kwamba baada ya kula mkate mimi na mwana wangu tutakufa. Na ndio kwa maana Elijah alibidi akule hiyo mkate ili kwamba huyu mama na mwana wake wasifanye nini? Wasikufe. Kwa sababu walikuwa wakikula tu hiyo mkate walikuwa wanakufa. Sasa ilibidi Elijah atandike hiyo mkate. Na akaitandika yote. Baada ya kuikula, nafikiri huyu mtoto wa mama aliona nabii wa kwanza wa roho mbaya kwa dunia hii. Elijah anachukua mkate hivi. Mtu yeye anaangalia hivi anasema, "Uncle, najuaga uncle anakaa mzuri." Ndio. Anko akachapa mkate yote mbele ya macho ya mtoto. Nikupewe na mamako mkufe. Akatandika yote. Ikiisha. Akaangalia mwanamke akamwambia, "Mahali ulitoa unga sasa hapata kauka. Ninaomba chochote ulichokuwa umebaki nacho cha mwisho ambacho ungekitumia leo kingelienda. Mbingu ikufanye ukiachilie kwa Mungu ili kwamba jaa lako ambalo unawekea lisiwahi kukauka tena kwa jina la Yesu." Biblia yangu inaniambia akamwambia pale mahali unawekea hapata kauka tena. Huyo mama alianza kukula, lakini sasa nikupelekee ufunuo. Shida ya huyo mama hakuwa anahitaji mkate. Alikuwa anahitaji afunguliwe sasa kutoka kwa kifo. Kwa sababu mkate ilikuwa imemhakikishia ya kwamba atakapoikula atakufa. Na ndio kwa maana hata baada ya unga kuletwa kwa nyumba yake bado mtoto wake akafariki. Biblia inasema na mtoto wake alipofariki ulibidi Elijah aende amuamshe, kwa sababu shida ya huyu mama haikuwa unga. Shida yako sio hiyo 500 uko na mfuko. Ni kenye unaamini kitafanyika baada ya hiyo 500. Wewe unaamini tu hii 500 itakapoenda watalifungia nyumba. Shida yako sio 500, shida yako ni padlock kuingoje. Kwa hivyo ninatangaza kwa jina la Yesu, Mungu aonaye kwa siri atatue shida ya kifo na sio shida ya njaa. Nasema Mungu atatue shida ya kifo kwako, sio shida ya njaa. Chochote kilichokufa kwa maisha yako kirudishwe hai. Nasema chochote kilichokufa kwako kirudishwe hai. Biblia inaniambia huyu mwanamke akaanza kula na Elijah kwa hiyo nyumba, kwa sababu alikuwa na maji ilikuwa shida. Wakaishi na Elijah. Sasa Elijah akachukua muujiza ya kunguru akailetea huyu mama, na huyu mama akachukua muujiza ya kijito akailetea Elijah, pamoja wakamaliza. Huu mwaka mbingu ikukutanishe na watu ambao watakapo mix kile wanakibeba na imani yako kisai matunda ambao hakuna mtu ataisimamisha. Naomba mbingu ikukutanishe na watu ambao wanabeba lile ambalo unalihitaji. Sifa kwa Mungu. Simama kwa miguu yako tu. Kwa haraka, kama uko hapa na una uchungu kwa mwili wako, hakuna haja utoke kwa ibada ukiwa na machungu kwa mwili. Kuja hapa nikuombee. If you are feeling pain in your body, come and pray for you. Fungua hiyo microphone ya dada.
Mambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie kama uendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu. Tunaomba utuonyeshe njia zako, kwa maana umetuita, kwa jina lako. Twalilia Baba, twalilia Baba, utukufu na uso wako. Bila wewe tutashinda, bila wewe tutashinda. Enda nasi, tutakuwa Can we stretch our hands toward them? So, my ushers, you are expecting Liz to hold 2 people? Or to, what are you expecting? Just lift up your hands like this. You just lift up your hands. Yes.
Can we celebrate the Lord for healing them? Confess it. Oh, nakupenda. Nakupenda Baba. Nakupenda. Hallelujah. Just lift up your hands wherever you are. Kila kijito kilichokauka kwa maisha yako, natangaza plan B ya Mungu ichukue nafasi. Kila kijito kilichokauka kwa maisha yako, natangaza plan B ya Mungu ichukue nafasi. Wako wapi Elijah wa Mungu ambao watamwamini hata wakati kijito kinapokauka? Natangaza nguvu za Elijah zije juu yako. Nguvu zitakazokufanya miujiza iwe maisha yako ya kila siku. Na sauti ya Mungu iwe rafiki yako ya karibu. Na achilia uwezo wa Mungu juu yako. Na amsha vijito vilivyokauka kwa maisha yako. Na vitangazia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai ya kwamba Mungu ameandaa lile unalolihitaji lije kwa njia yako sasa. Vijito ambavyo ulifikiria vimekauka kwa miaka, vianze kububujika tena, vianze kububujika tena, vianze kububujika tena, vianze kububujika tena. Wiki hii Mungu ikupatie ushuhuda. Wiki hii Mungu ikupatie ushuhuda. Wiki hii Mungu sikupe ushuhuda. Sema ee Bwana Yesu, nimeamini ya kwamba hata vijito vikikauka, mbingu haijakauka. Leo nitaamini sauti yako kuliko mafanikio ya maisha yangu. Kutoka leo unaponena nitatii. Na leo umenena ya kwamba mimi nimbarikiwa, nimefanyikiwa, nimebarikiwa, nimeinuliwa, siko chini ya laana. Nimeamini, nimekubali, ndio kwa maana nimekushangilia. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace may God bless you, may God bless you, may God bless you, may God bless you, may God bless you. I say again, may God bless you.